Kutoka 19 mstari wa 5. Yes. Anasema sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Anaposema dunia yote pia ni mali yangu, alikuwa anataka dunia yote irudi kwake. Hiyo ni Luka kuonyesha kwamba anataka dunia yote irudi kwa Bwana, irudi kwake. Mtu akishakwambia hata dunia yote ni mali yangu, manake naitaka hiyo dunia yote. Mpango wangu ni dunia yote, maana hata hiyo ni mali yangu, naitaka hiyo. Na nyinyi ndio mtaitai kuja kwangu. So ni vyema kufuatilia hizi section zote za haya mafundisho ninayoyafundisha ya kukuja kwa Bwana. Ni vyema kufuatilia hizi section zote za haya mafundisho ya kukuja kwa Bwana, maana itakusaidia mbeleni katika fundisho la mbeleni. Ni vizuri kufuatilia hizi section zote, maana kule mbeleni ili fundisho litakusaidia katika mafundisho ya mbeleni. So ukirukaruka sections kwa mbeleni, tutakuwa tukiongea vitu alafu vinakupita. Mfano, kama kuna kutisha, lazima ujue ni vitu gani vinatishwa. Au kama kuna kutishwa, manake kuna vitu vinahitaji kutishwa. Lazima ujue kama kuna kutisha. Lazima ujue kama kuna kutisha. Lazima ujue ni kuna vitu vya kutishwa basi. Maana huwezi ambiwa mambo ya kutisha na wakati ambapo hakuna cha kutisha. Kama kuna kutai, kurejesha dunia yote mikononi mwa Mungu, lazima ujiulize iko mikononi mwa nani? Maana Mungu anasema muende mkatai dunia yote ikuje mikononi mwangu. Mtai dunia yote ikuje kwangu. So ilikuwa kwenye mikono ya nani? Ni maswali ambayo unahitaji wakati mwingine ukisoma Biblia unajiuliza. Hiyo dunia yote iko kwa mikono ya nani? Ama ilikuwa kwa mikono ya nani ambapo Mungu anataka irejeshwe kwake? Hili somo mnakumbuka tulisomeza kuhusiana na Mungu kutoka mwanzo, si ndio? Tukaongea Genesis 1, 2, 3, 4. Kuna mambo ya Elohim, mnakumbuka? Bwana Mungu wako. Kuna mali inatumika Mungu peke yake. Kuna mambo ya Elohim, Bwana. Tulitokea kule. So unakumbuka tuchatoka karibu. Na pia tuliangalia Mwanzo 11. Nafikiri tuliangalia Mwanzo 11. Mwanzo 11. Mataifa walivyokawanywa. Mataifa yalikawanywa. Kwenye Mwanzo 11 mataifa yalikawanywa kwa waliokuwa wanaitwa wana wa Mungu, ambapo kukakuwa na ibada ya sanamu. Kulikuwa na ibada ya sanamu. Mwanzo 11 mataifa yamekawanywa kwa miungu. So kulikuwa na ibada ya sanamu ambayo ilikuwa inaendelea kwenye Mwanzo 11. Mambo ya kuchenga mnara, si mnara kwenda juu. Ama niulete karibu zaidi tuelewe. Project ya Mungu ni kumrejesha, ni kuirejesha dunia yote kwake. Project ya Mungu, mpango wa Mungu ni kurejesha ama kuirejesha dunia yote kwake, ambayo ni mali yake.
ambaye ni utawala wake, ni ufalme wake. Narejesha dunia, mpango wake, project yake, kuirejesha dunia kwake. Manake watu watoke kwa ibada ya sanamu na kuja kwa ibada ya Mungu aliye hai. Watu watoke kwa ibada ya sanamu wakuja kwa ibada ya Mungu aliye hai. Ukisikia ibada ya sanamu, jua kwamba kuna viumbe vya kiroho vinahusika, ndio vinaabudiwa, sio zile michongo. So kuna urithi katikati ya mataifa. Kuna urithi katikati ya mataifa. Kuna urithi katikati ya mataifa ambapo Mungu anataka tutai ule urithi uje kwa Bwana. Tutai watu wakuja kwa Bwana. So Mwanzo 1:26 mpaka 28 ni maandiko ya kifalme. Ni maandiko ya kifalme. Mwanzo 1:26 mpaka 28 ni maandiko ya kifalme. Ni maandiko ya kifalme. Ni maneno yanayohusiana na Injili. Ni maneno yanayohusiana na Injili. So ukisoma kwa Luka ya macho, ukisoma vizuri utaona Injili iko pale. So tunaitumia ile Injili kurejesha maeneo, falme zote kwa Bwana ama kwa Mungu. Tunatumia hiyo Injili kurejesha maeneo, kurejesha kila falme, tunaleta kwa Bwana. So turudi kwenye Mwanzo 1:28. Tuangalia neno lingine pia. Anasema 28, Mwanzo 1, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, saheni mkaongezeke, mkaichase nchi na kuitiisha. Neno kuitiisha ni KJV ametumia neno gani? Subdue. Subdue ni neno la Kiebrania kabash. Kabash ni K-A. Nikisema A na maanisha A, not A. Gay B for boy, alafu SH. GABASH, kabash. Ndio hilo neno subdue, ni neno kabash. Linamaanisha kuleta kitu chini ya. Lina maana ya kuleta kitu chini ya. To subject. To subject. To bring into bondage. To bring into bondage. Ama to keep under. Unaleta kitu katika utiisho. Unaleta kitu katika utiisho. To subdue, kutiisha. Kutiisha. Unaleta kitu chini ya. Kitu kinakuwa chini ya mamlaka ya. Aidha mamlaka yako, mamlaka ya mwingine, hivyo hivyo. So Adamu kama mfalme alipaswa alete dunia yote, yaani alete watu wote katika utiisho wa Mungu. Adam kama mfalme alipaswa alete dunia yote. Alete dunia yote. Yaani watu katika dunia hiyo wawe katika utiisho wa Mungu. Ili wakawe wametiishwa kwa Mungu. Wawe wametiishwa kwa Mungu. Watu wawe katika utiisho, watiishwe kwa Mungu. Maanake wawe chini ya mamlaka ya Bwana. Wawe chini ya utiisho wa Mungu. Wawe wanamwabudu Mungu aliye hai. Watu wawe wanamwabudu Mungu aliye hai.
Kuletwa katika utiisho wa Mungu maanake wamwabudu Mungu aliye hai. Wamtumikie Mungu. Adamu alikuwa alete watu, dunia yote ailete kwa Bwana ili ipate kumtumikia. Na si tu Adamu awe mfalme, bali ni mfalme mtumishi. Mungu alikusudia Adamu awe mfalme mtumishi. Ndio ninapoongelea, kumbuka tunaongelea jukumu la Mungu kwa Israeli, ama wajibu wa Mungu kwa Israeli. Maana hiyo Israeli ndio imefundishwa kuhusu Adamu. Sasa kwa nini Musa anatumia Adamu? Anaonyesha wajibu wa Adamu ili wajue kila ambacho Mungu alikusudia kwa Adamu ili wapate kutembea katika hicho. So kama Mungu alikusudia Adamu awe mfalme ambaye ni mfalme mtumishi, ndio tunaona hata kwa taifa la Israeli Mungu anamtuma Musa, anamwambia kwamba ikiwa mtaitii sauti yangu na kushika makano yangu, manake nitawafanya wafalme, makuhani, wafalme watumishi, na wafalme ambao ni watumishi. Wafalme watumishi, makuhani. Anayehudumu kwa niaba ya Mungu, anayeleta watu wote duniani kwa huduma ya Mungu. Adamu anaitwa awe mfalme mtumishi anayeleta watu katika huduma aleta watu kwa huduma ya Mungu, waweze kumwabudu Mungu, wajitiishe kwa Mungu, watoke kwenye ibada ya sanamu, watoke kwenye ibada ya miungu na sanamu, waje kwa kumtumikia Bwana, wakuja kwenye ibada ya Mungu aliye hai, anaitwa Mungu Yawe. Maana yake watu wa dunia walikuwa chini ya utawala usiokuwa sahihi. Hiyo teka sikio hapo kabisa. Maana kama Mungu anataka Adamu alete watu wote kwake, wamtumikie yeye, watiishe chini ya Mungu, wamtumikie, wawe kwenye utawala wa Mungu. So inaonyesha kwamba watu walikuwa wanatumika, watu walikuwa wametiishwa, watu walikuwa wanafanya ibada. Haleluya. Lakini ibada ilikuwa ibada kwa miungu, ibada ya sanamu. Walikuwa wanatumikishwa kwa utumishi usio sahihi. Haleluya. Utumishi usio sawa. Watu walikuwa wako chini ya utawala usiokuwa sahihi. Watu walikuwa wanatumikishwa isiyo sahihi. Walikuwa wanatiishwa visivyo. So kama Mungu anasema manake waondolewe kwenye ule utumishi, manake kulikuweko na waliokuwa wanawatumikisha visivyo. Kulikuweko na waliokuwa wanawatawala visivyo sahihi. Kuna yule ambaye alikuwa amewafanya wanadamu kuwa watumwa wake, wanamtumikia kwa utumishi usio sawa sawa. Ni kama wakati Mungu anasema, nimesikia kilio cha Israeli, manake ilikuwa inatumikishwa, inaabutishwa kwenye ibada ya miungu, inatumikishwa kwa utumishi usio sawa sawa. Sasa Mungu anaenda, anasikia kilio chao, wanamlilia Mungu. So inaonyesha mahali popote ambapo huko, iwe ni hatari, iwe ni wapi, mahali ambapo pako negative kwenye maisha yako, ukimlilia Mungu, Mungu usikia. Haleluya. Haleluya. Mungu usikia. So Israeli ni mfano mzuri. Walikuwa wanamtumikia Farao
kwa utumishi usio sawa. Mungu akasema, Farao, wacha watu wangu, wacha kuniabudu mimi. So inamaanisha walikuwa wanamwabudu Farao. Kuabudu Farao ni kuabudu miungu iliyokuwa nyuma ya Farao. Walikuwa wanamtumikia Farao kwa utumishi usio sawa sawa. So wakuja kumtumikia Mungu. Na hapo ndio kuna kupatikana neno abad. Abad linatumika pale. Habari za kulima. So manake, achia watu wangu waache kunitumikia. Abad inaonekana pale. Wakanitumikie. Alafu kuna tuendelea kutuangalia tena hapa Genesis 1:28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, saeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkaitishe. Kuna neno mkatawale. So nafikiri tunaangalia neno kwa neno. Kuna hilo neno mkatawale. KJV imetumia neno dominion. Kiebrania ni neno rada, rada. Rada, R-A. D for dog, R-H. Rada. R-A. 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 D for dog, alafu R-H. Rada. Linaongelea to rule. Ama dominate. To dominate. Lina maana ya kutawala. Maanake Adamu alikuwa aweze kufunction kama mfalme, lakini kwa ufalme wa aina, swali linakuwa ni kwa ufalme wa aina gani? Hii inaonyesha kama kuna neno wakatawale, dominion, ambapo lina maana ya kurule, kutawala. So inaonyesha kwamba Adamu alikuwa aweze kufunction kama mfalme, lakini sasa kwa ufalme wa aina gani? Atawale kama mfalme, lakini kwa ufalme wa aina gani? Alikuwa tawale kwa awe mfalme mtumishi. Ni ufalme wa kikuhani. Mfalme mtumishi ni ufalme wa kikuhani. Unaweza ukasema a servant king. A servant king. Mfalme mtumishi. Mfalme mtumishi. Aweze kujenga. Adamu alikuwa aweze kujenga ufalme wa Mungu duniani. Adamu alikuwa achenge ufalme wa Mungu duniani. Hakuwa awe tu mfalme, bali mfalme mtumishi. To bring au kuleta dunia yote kwa Bwana. Ni mfalme mtumishi anayemtumikia Mungu. Na anatumikia Mungu kwa kutumia Injili, kutumia neno lake, kuleta dunia yote kwake. So Musa amekuwa akitumia stories za kina Adam, amekuwa akitumia stories za kina Nuhu, ametumia stories za kina Abeli na wengine wengi, ili awafundisha wana wa Israeli nafasi yao na majukumu yao. Musa anatumia stories za kina Adam, Abeli, Kaini, Enoko, Nuhu, Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Musa anatumia hizo stories hao ili apate kuwafundisha Israeli majukumu, nafasi yao na majukumu yao. Ni kuwafundisha wana wa Israeli utambulisho wao. Anawafundisha utambulisho wao, waone kusudi ambalo Mungu anataka walifanya duniani. So Musa anapotumia kina Adamu,
Abeli, Kaini, au wote, ni fundisho la Musa kufundisha wana wa Israeli majukumu yao, nafasi yao, utambulisho wao. So sababu ya Musa kuandika Mwanzo ni kwa sababu kuna Kutoka. Kumbuka Musa aliitwa akiwa jangwani. Alikuwa ameenda, aliitwa akiwa anachunga kondoo za mifuko ya baba mkwe. So wakati Mungu anamtokea kwa maono, Mungu alimtokea kule kwa kile kichaka kile. So Musa alikuwa na mpango wa kuandika Mwanzo. Kwa nini Musa aandike Mwanzo? Kwa sababu ameambiwa habari za kufanya nini? Za Kutoka. Na kumbuka Musa anauliza, nikienda kuambia wana wa Israeli lazima watoke Misri, wataniuliza nani alikutuma? So wewe sienda tu kuambia watu muondoke, tunatoka juu ya. Nataka unisikize kwa makini. Hata kama ni wewe, mtu akuje tu kuambia, wanasema utoke Nairobi urudi nyumbani, bila kukuambia sababu ya kutoka Nairobi urudi nyumbani, utakubaliana? Kuna agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahim. Haleluya. Mungu alifanya agano na Ibrahim, Isaka na Yakobo. So msingi wa wana wa Israeli kutoka Misri ni hilo agano. Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahim kuhusu nchi, si ndio? Kwamba nitakupa hii nchi na usao wako. Sasa wana wa Israeli wanafaa waende waambie kwamba huko kwenye muko si kule ambapo Mungu wa baba zenu alisema. Mungu kwenye nchi ya wengine. Kuna nchi yenu. Kuna kitu Mungu alitaka mfanye kwenye nchi yenu. Haleluya. So Musa alikuwa ende na sababu ya kutosha ili aweze kuwa convince wana wa Israeli. Ndio sababu ulisikia wakisema, tulikwambia wacha tukae huku, tuendelee kukula huku tukifanya kazi huku. Sasa ona benye umetufanya sasa. So inamaanisha Musa alitumia ushawishi mwingi. Alitumia njia mingi ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri, lakini haikuwa rahisi. Hao nafikia sio walikuwa wameongezeka, wako wengi. Wao nafikia walikuwa wawili, watatu. Walikuwa wengi mno. Walikuwa wengi mno. Na wako wengi hivyo na wanaendelea kusana. Yaani Musa anawahubiria, wengine wanasaa usiku. Injili anaendelea kuwaelezea cha kufanya, wengine wanasaa mchana. Nakumbuka kwenye wana wa Israeli walikuwa Musa hakuwa anafanya mjengo. So wana wa Israeli walikuwa wamefanya mjengo, wameunga muscles. Mikono ni ngumu, hata haikuslap hivi. Si watu ambao ungeendea mkono mmoja. Wametumikishwa na misuli. Wao nafikiri matofali, kinachoitwa matofali wakati ule, wacha tunapepa huko, ile wanainua hapa, ile hii si mawe. Endeni wakati kuna pomolewa nyumba za kitambo Lavington, mtu akwambia upomoe ukuta mmoja. Hii sa Lavington tu ni za juice. Sasa angalia wakati ule, miaka ile walikuwa wakichenga nyumba, si ya kupomoa hivi. Kuna chenga michi, chenga machumba kule. So watu walikuwa uwezi kuja tu na kielele chaka, alafu naambia Bwana amenitokea, utapigwa slap my friend. Ili karimu mkono wa Mungu Musa kuongea na wana wa Israeli. Nakumbuka si mmoja, wanaishi mahali panaitwa Gosheni. Musa anakusanya, anawaelezea hizi habari. Musa anawaambia nimetumwa kwa Farao awaachilie nyinyi. Na ukitaka kujua ilikuwa rahisi, wakati wamefika kwenye bahari, wameona hakuna njia, wakasema Musa, tulikwambia mapema. Kwa nini wachukue mawe? Kwa sababu waliambia Musa, akawa na kichwa chake kigumu, hakuwasikiliza. Ndio wanamchukulia mawe, anamwambia tutamali sana my friend. Angalia sasa jeshi linatufuata na huko hakuna mahali pa kupita. Tufanyeje sasa? Tuelezee. Na sisi tulikwambia mapema. Hii safari ya wokovu, yaani hii safari ya huduma
si mchezo. Wewe unafikiria Musa kuconvince Israeli yote aliconvince na siku moja? Huyo naye tuambia Mungu wa baba yetu Ibrahimu kukaa ni Mungu yupi huyo? Kwa sababu wanatumikishwa na miungu na wako na influence na ibada za miungu. Wamesoea. Wanaona huko ndio nyumbani. Kwenda kutoa watu kwa kitu ambacho wamekaa nacho miaka mingi wakijifunza, hapa kwa convince si rahisi. Kwa brainwash mpaka wakuamini si kitu rahisi. So wakati mwingine ukisoma ukimwangalia Musa, unapokuwa unafanya huduma, angalia Musa bila alifanya huduma, haikuwa ndio succeed, haikuwa rahisi. Wewe umefika hata hujachukuliwa mawe bado. Wale unawaongoza wanakupepea mawe na umewatoa kwenye mikono za utumwani, lakini bado wanapepa mawe. Hamu nafikiria baada ya kuleta watu kwa neema mahali hapa bado walinyamaza. Kuna wale bado wanarusha mawe kidogo kidogo. Na wametolewa kwenye bondage ya kwenda Shakahola. Margaret, wao wanafikia wale watu wakatulianga tu. Pastor angeacha tukae kwenye tulikuwa. Hiyo injili ilikuwa inatiisha watu, inaleta watu wanaokopa kutenda dhambi. Inafanya watu wanaweza omba, magonjwa inapona. Watu wanasalia kwa nyumba bila kwenda kuona daktari. Sasa hii huku ni wapi ulituleta sasa? School fees imeshawahi kulemea, alafu kasema hata afadhali ile. Ikai enda hospitali pili ikakuwa mingi, ukasema uwi hapo nyuma tukwa tunakocheka. Sasa ni nini? Ni kuasa wapi? Misri. Na unafikanga mahali unawasa Misri ukiwa tu hapa nyumbani uko kwao, hali simekusukuma, unawasa kidogo kidogo, lakini unasema wewe jitie nguvu. Haya. Sababu ya Musa kuandika Mwanzo ni kwa sababu kuna Kutoka. So ni kutoka kwenda wapi? Kuna kutoka, kulikuwa kutoka kwenda wapi? Kumtumikia Mungu pekee wa kweli. Naposema Musa kwa Mwanzo ni kwa sababu kuna kutoka. Kutoka wapi? Kutoka Misri kwenda kumtumikia Mungu wa kweli. Wanatoka kwenye ibada ya miungu, ibada ya sanamu. Sanamu za Misri. Misri ilikuwa na maelfu ya miungu. Misri ilikuwa na miungu mingi sana, maelfu ya miungu. Nakumbuka wakati ule Misri ndio ilikuwa ni kama superpower, ndio ilikuwa taifa ambalo lina uwezo, linatawala dunia yote. Sasa kwenda kutoa watu kwenye hilo taifa si mchezo wako hivi. Ndio utakundua Musa anapowafundisha wana wa Israeli. Kumbuka walikuwa kwenye taifa ambalo lilikuwa na limejaa miungu. So ukiangalia Musa utaona anaweka msisitizo kwa habari ya Mungu mmoja, Mungu wao. Anawafundisha kwa habari ya Mungu mmoja, Mungu wao. Israeli, Mungu wenu ni Mungu mmoja. Kwa sababu walikuwa kwenye taifa lililokuwa limejaa miungu. Sasa wanaambiwa Mungu wenu ni Mungu mmoja. So Musa alitumia haya masimulizi kuwaonya wasiasi kama Adamu. Musa anapokuwa anatumia for example simulizi la Adamu, anatumia simulizi la Gaini. Manake anawaonya kwamba wasiasi kama Adamu, msiasi kama Kaini alivyomuua ndugu yake. Anawaonya wasiharibu kama Nuhu. Anatumia Nuhu kimakusudi. Ndio sababu hapa
Waje tunaendelea vizuri, mimi wanasema kwenye neno la Mungu tuko chonjo. Neno lote ambalo limeandikwa kwenye maandiko hii ya Biblia lina sababu. Wakati mwingine unaweza kaa chini ukajiuliza, sasa habari za Nuhu na laana sawa kutoka watoto wao sijui watu inatokea sikusaidia sisi nini? Kwani Mungu anataka na sisi pia mtoto akifanya ujinga kama huu na mlaani? Ama ulaani usawa wa mtoto wako? Ina sababu. Musa anatumia Nuhu kuonyesha kwamba Waisraeli wasiharibu kama vile Nuhu alivyoharibu. Anawafundisha kutokea kwa Kaini pia kwamba wasifanye kama Kaini. So Musa anawapa kielelezo cha Ibrahim aliyesikia sauti ya Bwana akashika maagizo yake na kuyatunza. Anawapa kielelezo cha Ibrahim aliyeshika aliyesikia sauti ya Bwana akashika maagizo yake na akayatunza. So anatumia hawa watu wote kimakusudi kabisa kuwafundisha wana wa Israeli. So unaweza ona, hebu nauliza, kitabu cha Mwanzo unaweza fundisha kwa mwaka mmoja umalize? So kumbuka, Musa ametumia kitabu cha Mwanzo chote kufundisha hawa jamaa. Lakini maneno yote yaliyo kwenye kitabu cha Mwanzo tunaona kwamba Israeli baada hawakufanya nini? Hawakuamini. Haleluya. Hawakuamini hizi habari. Wengi wao hawakuamini na wakaangamia. Mpaka hata Yesu amekuja baada anawakuta na kitabu kile kile cha Mwanzo, lakini bado hawajamwamini. Haleluya. Glory to God. So Mungu anataka Israeli wawe wafalme na makuhani, kuileta dunia yote kwa Mungu au kujenga ufalme wa Mungu duniani. Mapenzi ya Mungu ama wajibu wa Mungu wa Israeli ni wawe wafalme na makuhani, ama wafalme makuhani. Falme makuhani wa kufanya nini? Wa kuileta dunia yote kwa Mungu, au wa kujenga ufalme wa Mungu duniani. Wajenge ufalme wa Mungu duniani. So tukiangalia maneno haya ambayo yameandikwa kwenye Genesis 1:27 to 28, akawabarikia. Hilo neno baraka, neno baraka ni ya kwenda kutiisha. Yaani hiyo baraka ni ya kwenda kutiisha, ni baraka ya kwenda kusana kuongezeka. Manake wamesemewa maneno mazuri. Na maneno haya ambayo yako kwenye, ona, nikuipia siri hapa. Maneno yenye yako kwenye Mwanzo 1:27 na 28. Hilo neno baraka ni baraka ya kwenda kutiisha, kusana kuongezeka. Imesemwa pia kwa Nuhu kitu kile kile. Tusome Genesis 9:1. Uone mfanano wa maneno haya. Mwanzo 9. Yeah. Mstari wa kwanza. Na unaona kila atasoma hicho ndio Mungu amesema kwa Adam pia. Soma usikie. Nasema Mungu akambariki Nuhu. Mungu akambariki Nuhu. Ona. Haya si maneno ambayo alipowaumba akawabarikia, akamwambia endeni mkasaane, mkaongezeke, mkatawale, mkatiishe. Umeelewa haya maneno, si ndio? So hiyo baraka hiyo ile inazungumzwa kwa nani? Inazungumzwa kwa Nuhu. Akambariki Nuhu, alafu na wanawe akawaambia saeni mkaongezeke. Ni maneno yale. So mpango wa Mungu ni kusaeni mkaongezeke. Haleluya. Tumesema ni kusaa kwa jinsi ya watu ama ubinadamu walio kwenye mfano na sura ya nani? Ya Mungu. Mkaijaze nchi. No, mkaijaze nchi. Haya maneno yamerudiwa ama haijarudiwa? So mpango wa Mungu kwa Adam nimewafundisha kwenye Mwanzo 1
27 na 28. Ndio kile Mungu alikusudia kwa Adam. Ndio kile Mungu alikusudia kwa Nuhu. Ndio kile Mungu alikusudia kwa Ibrahim. Haleluya. Ndio kile Mungu alikusudia kwa visasi vyao vyote, kwa Israeli na visasi vitakaofuata. Na hicho ndio kile Kristo amekuja kufanya nini? Kutimiza duniani. Haleluya. Glory to God. So ni mpango wa Mungu wa kuijaza dunia. Mpango wa Mungu wa kuijaza dunia. Ama ni wa kuirejesha, unairejesha dunia kwa Bwana. Unaitai dunia na kuja kwa Bwana. So, tukimaliza, ona, wakati wa Nuhu kulikuwa na karika. Kulikuwa na karika, si ndio? Kizazi watu wamehangamia, si ndio? Kwa nini watu waliangamia? Mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu alikuwa amekusudia dunia ichaswe na watu wake. Ndio, si ndio? Watu wake wamekataa kuingia kwenye safina, wamefanya nini? So, Mungu anamtumia Nuhu. Kumbuka kisasi kimepotea. Kisasi kimeharibu mpango wa Mungu kwa kipo. Kimepoteza mpango wa Mungu, kimeangamia katika dhambi. So Mungu anasema tena mpango wake wa kuijaza dunia. Ahadi ya Mungu isiyobatilika ni dunia yote kujawa na utukufu wake. So Mungu anamtumia Nuhu sasa, akambariki Nuhu, akamwambia akasae wakaongezeke pia. Haleluya. So Mungu alikuwa amekusudia kwa Nuhu anani? Mungu alibariki kwenye Mwanzo 1:26 mpaka 28. Mungu akaangalia udhaifu wa Nuhu, akambariki Nuhu pia. So alitarajia Nuhu awe mbaraka kwa kizazi chake. Kwa sababu sasa mpango wa Mungu umepotezwa, anarejesha mpango wake kwa upya kwa kupitia Nuhu. Akiwa amemwamini Nuhu. Na hii inatuonyesha kama mpango wa Mungu uko kwa mpango wa Mungu kwa Adam, kwa Nuhu, kwa Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Israeli, Yesu, mitume, sisi. Inaonyesha hii dunia iendi mahali. Hiyo imekaa sawa. Kama mpango wa Mungu sio badilika, ni kuijaza dunia na utukufu wake. Na wakati watu walikosea wakafa kwa dhambi zao, Mungu alitafuta mtu wa kurejesha mpango wake, na mpango wake ubadiliki. Ni visasi kwa visasi. Hii dunia inaenda mahali sahihi. Sasa sahau kusema dunia inaisha. Pika injili, maliza kazi, enda zako. Pumzike sana. Haiondoki. Akuja nabii na mishasha, hata kama anatabiri mpaka mambo yanafanyika, akishaanza kusema dunia itaondoka kesho, unasimama kwa ujasiri unasema nimefundishwa vizuri. Haiendi mahali. Mtakufa muende, dunia bado imesimama. Hallelujah. Glory to God. Dunia haiendi kokote. Dunia haiendi kokote. Dunia haiendi mahali yake. Mpango wa Mungu ni kuijaza dunia. Ahadi ya Mungu ni haibadiliki. Ni ahadi inaonyesha dunia yote kujawa na utukufu wake. Hii dunia haiendi kokote mpaka ijae na utukufu wa Mungu. Haiendi mahali mpaka itakapojaa na utukufu wa Mungu aliye hai.
Hebu tumalizie hapa kweli. Hebu soma Numbers 14:21 uone Bwana anaapa. Anatoa kiapo. Hebu soma hicho kiapo cha Bwana pale. Hesabu 14. 21. Mstari 21. Anasema lakini hakika yangu kama niishi. Hakika. Hebu rudia tena. Lakini hakika yangu kama niishi. Kama yani anaapa kama niishivyo, yani kama niishivyo, kama ninaishi mimi. Tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana. Mpaka dunia ifanye nini? Kama niishivyo, mpaka hii dunia ifanye nini? Ni kiapo cha nani? Ni kiapo kisichobatilika. Kweli si kweli? So hii inaondoka. Watakuja watasema itaondoka, wanaondoka wanaiacha. Hallelujah. Glory to God. Kama Bwana aishivyo, manake hawezi keuka. Hawezi keuka kwa mpango wake. Anasema niko nanyi mpaka huu mpango utimilike. Mungu anasema niko nanyi mpaka huu mpango utimilike. Anasema niko nanyi mpaka wa mpango wa mwanzo utimilike. So hatuna mwokozi aliyetoroka duniani. Hatuna mwokozi. Yesu hakutoroka hii dunia, bado yuko. Hatuna mwokozi aliyetoroka dunia. Hatuna mwokozi aliyekimbia akakimbilia kwingine. Sikiza. Yesu akaja duniani. Yesu akaja duniani. Akafanyika mwili duniani. Akafanya kazi duniani. Akaandaa watu duniani, kuandaa kwa ajili ya kazi maalum duniani. Akawatuma duniani. Yeye akafanya nini? Yeye akaja dunia nini? Yesu alipokuwa duniani akafa, yani baada ya kuandaa wanafunzi wake akawatume duniani, manake wakati ikafika akafa, lakini alikufia duniani, sio mbinguni. Na kitu kingine cha kushangaza, akasikwa duniani. Cha ajabu kabisa kinachoshangaza, akafufukia duniani. Hicho ndio cha kushangaza. Mpaka akaonekana na watu na akala na wao. Akapaki anafanya kazi duniani mpaka leo. Ako pamoja nasi milele. So hachawahi enda popote. Yuko hapa hapa na sisi. Yesu yuko hapa hapa na sisi. So tumaliza hivi. Hivyo tunaposema kuja kwa Bwana, lazima uelewe kwa maandiki ya maandiko. Uelewe sawa sawa, uelewe kwa mlengo wa maandiko. Tunapokuwa tunaongelea kuja kwa Bwana, lazima uelewe kwa malengo, uelewe kwa malengo ya maandiko. Tunapokuwa tunaongelea, tunamaliza tafadhali. Tunapokuwa tunaongelea kuja kwa Bwana, ni vizuri kuelewa sawa sawa na nini? Na maandiko. Na maandiko. Sio kuja kwa Bwana kana kwamba aliondoka alafu anarudi, eti sasa tunamsubiri. Nataka kuangalia hizo terms ambazo hizo ndio zinahubiriwa leo duniani. Nimesema tunapoongelea kuja kwa Bwana, lazima uelewe sawa sawa na maandiko.
Sio kuja kwa Bwana kana kwamba aliondoka, sasa anarudi. Tunangojea aliondoka, anarudi. Hadi sasa tunamsubiri Yesu arudi. Tunamsubiria Yesu arudi. Hapana. Hakuna hizo kauli. Kuja kwa Bwana kunaeleweka katika muktadha wa mwandishi na utamaduni waliokuwa wanawasilisha mambo hayo. Kuja kwa Bwana kunaeleweka katika muktadha wa mwandishi. Kuja kwa Bwana kunaeleweka katika muktadha wa mwandishi na utamaduni waliokuwa wanawasilisha mambo hayo kwao. Ule utamaduni ambao na ule utamaduni waliokuwa wanawasilisha mambo hayo kwao. Yaani hao waliosikia walisikia nini? Maana Musa ametumia utamaduni wao. Ametumia mambo walioyazoea, mambo walioyajua. So lazima ukitaka kuelewa, uelewe kwenye muktadha wa maandiko husika. Uelewe kwenye muktadha wa utamaduni waliokuwa wanasikia ama utamaduni waliokuwa nao. Unaelewa katika muktadha wa mwandishi na utamaduni waliokuwa wanawasilisha mambo hayo kwao. Yaani hao waliosikia walisikia nini? Na ndio sisi tuweze kusikia na kuelewa. So tunarudi kukaa kwenye mkao walipokuwa naambiwa walisikia nini. Hicho walichosikia na sisi tuweze kusikia na kukielewa na kukiamini. So sio vizuri kuhitimisha leo tukitumia maana tulio nayo leo ya maneno yetu. Yaani heti walimaanisha hivi na hivi, tukitumia maana ya maneno yetu leo. Tusihitimishe ama tusifunge maneno ya Bwana leo tukitumia maana tulio nayo leo ya maneno yetu. Yaani heti walimaanisha hivi, tukitumia maana ya maneno yetu leo. Inabidi turudi kwenye maneno yao ndio tuone maana ya kuja kwa Bwana ni nini. Tukiachia hapo si mbaya, tutakuja na 7C. So tutaangalia neno hili kuja kwa Bwana linapokuwa linatumika lina maana gani. So lazima tuelewe. Tutaendelea kujifunza. So sikia, baada ya karika nataka uone, Mwanzo 2 Mwanzo 2 kuna Edeni, si ndio? Edeni kwa Mwanzo 2. So Edeni inaongelea kuilima na kuitunza. Na ndani ya Edeni kuna mito na nini. So Edeni
ni mpango wa Mungu wa kuijaza dunia yote na utukufu wake. Sikiza kwa makini. So wakati wa Nuhu, dunia ilikuwa imeingia kwa ibada ya sanamu. Kumbuka dunia imekuwa ikienda hivi. So Mungu anatafuta mtu mmoja, Nuhu akapata neema mbele za Bwana, ambapo aliongea mpango wa Mungu 120 years. So Nuhu anachenga safina, ambapo kupitia hiyo safina watu waokolewe. Ukiwa ndani ya Edeni uko safe. Tuko pamoja? Ukiwa nje ya Edeni hauko safe. Tuko pamoja? Ukiwa ndani ya hekalu la Bwana uko safe. Ukiwa nje ya hekalu la Bwana uko kwa mauti, hauko safe. Sasa Edeni inaongelea hekalu la Mungu, ambapo Adam akikaa pale na mke wake wako safe. Kuondoka nje ya hekalu Edeni manake kuna uharibifu. So Nuhu kujenga safina ni sawasawa na kile Mungu amejenga, kinaitwa Edeni ya Bwana. Haleluya, haleluya. So Edeni na safina ni kitu kimoja, kitu kimoja. Watu wameharibu mpango wa Mungu. Sasa Nuhu, Mungu anamtumia Nuhu chenga Edeni. Nini kuchenga Edeni? Mahali pa kuanzia. So watu wengi wanafikiria safina, watu wanalinganisha safina na meli. Hii meli zinatembea Mombasa hizo. Safina na meli ni vitu viwili tofauti. Safina penye ilijengwa ilienea juu ya maji wala haikutembea. Tuko pamoja? Meli inakaa mahali pamoja ama ina move. So inatuonyesha tutakapokuwa tukiangalia mambo ya safina, utakuta safina ni sawasawa na hekalu la Bwana. Neno ambalo limetumika kwa safina ni sawasawa na neno ambalo Musa akiwa mtoto mdogo anawekwa kwa kale kichondo kale. Neno ambalo limetumika pale kile kikapu kale kenye Nuhu aliweka Nuhu na ni Musa aliweka kwa kisafina. Na hicho kisafina kikawetubwa kwa maji, kilikaa kwa maji juu. Haleluya. Na kupitia hicho kisafina Musa aliokolewa. So the same kitu kile. Sasa Musa, sikiza kwa makini. Bwana amechenga Edeni, hekalu. Nuhu anachenga safina, hekalu. Musa akachenga tena maskani, hekalu ama hema ya kukutania. So imekuwa ikitembea hivyo mpaka mwisho wa siku Yesu anafanyika ile safina. Haleluya. Yesu anafanyika ile Edeni. Yesu anafanyika lile hema ambalo Musa alijenga. Yesu anafanyika lile hekalu ambalo Sulemani alijenga, kwamba ndani ya hilo hekalu tunatoshea leo. Haleluya. Tunatoshea leo. Na tukiingia katika hilo hekalu sisi tumepona. Sisi tuko safe. Hapo ndio mapumziko yetu yalipo. So angalia kwenye Mungu ametokea. Akatumia Edeni, inakuja safina, imekuja akilenga kitu kimoja duniani. Na Yesu alipokufa ni sawasawa na
jembe ya ngano ikianguka mchangani ikaoza, ina saa nyingi. Haleluya! Ufufuo wa Yesu umeleta wana wengi duniani, wana walio katika Kristo Yesu, wana wanaotawala pamoja na Kristo, wana ambao wameketishwa pamoja na Kristo, wana wanaofanya kazi pamoja naye. Kumbuka sisi zote tuko ndani ya Mungu pamoja na Kristo. Tulijifunza last, sio? Kwenye somo la ubatizo wa Roho. Yesu anasema yeye ako ndani ya Mungu, ya Baba, si ndio? Na sisi tuko ndani ya Yesu, ndani ya Baba. So tunatawala tukiwa pale mpaka dunia yote itakapokaa watu wote ndani ya Baba. Haleluya. Glory to God. So hatupanduki, dunia iondoki, dunia iko pamoja nasi, tutaendelea kukaa na kueneza neno la Mungu. Tukimaliza tuache vizazi ambavyo vitakuwa vinafanya kazi ile ile. Haleluya. Glory to God. Tusimame. So tutaendelea somo baada alichaisha, tunaenda na part 7 ABC. Part 7C ndio itakuja. So hilo liko refu kiasi. Hiyo chapter, ani hiyo part 7 ni refu sana. So ni pole pole tutakuja tuangalie mambo ya hekalu, mambo mengi. Tutakuja mbeleni tuangalie mpango wa Mungu kwa kanisa lake. Na sasa ndio nimesema ukielewa hizi section zote, tutakapokuwa tukiangalia mpango wa Mungu kwa kanisa leo, utakuwa una float. Vitu zingine tutakuwa tuna bila maji. Amesema kuna vitu akishatengeneza mbeleni itakuwa rahisi. Watu watakuwa naangalia ni kama hawapo na wako. Atakuwa wanaelewa haraka. So bado tuko kwenye msingi wa somo la kuja kwa Bwana. Tunaendelea kulay foundation. Mbeleni takapokuwa tukiingia sana ukiangalia vitu, nina imani kwamba utachanganyikiwa. Kama ulinifuatilia vizuri, utakuwa uko mahali pako safe kabisa. So bado tuko kwenye kitabu cha Mwanzo kuangalia vitu polepole huko ndani, kufungua hizo vitu huko ndani polepole. Ukielewa kitabu cha Mwanzo. Juzi jana nimekuwa na mtumishi fulani wa Kitibai. Ndio Kitibai ni church. Kuna kitu ni cassette katupa mbele yake. Niambia ya hii mvua mingi Bwana anakuwa anaitumia kwa ajili ya kusafisha makosa ya watu. Yaani nilisikia kama ni mwangushe. Nilisikia mtu anakuudhi. Pastor msimu wa Divine ana watu wengi mno. Anaongea maneno ya kipusi kama haya. Yaani paka nikakaa chini, Mungu anatumia liquid water kusafisha dhambi maovu ya watu duniani. Wakati mnakufa ati anasafisha uchafu. Akaniambia hata ile ya Nuhu Mungu alikuwa anasafisha uchafu. So Mungu anaweza tumia pia mvua. Na hii yani mimi Kenya sikubaliani na watu wakati mnaniambia ukijaribu tu kugusia mtu mvua imekuwa mingi, nakwambia mvua ni baraka, You are mad. Ni baraka kwako. Baraka ya Mungu ina majuto ya watu kulia na kufa. Na mimi naweza tamani bado tuko duniani. Siku zinakuja. Ukiendelea kusema ni ya baraka, na amurisha inyeshe kwako. Na inyeshe ya kutosha. Alafu mpaka nikamuuliza wakati hiyo mvua, wakati mwingine unasema ni ya baraka kwa sababu haichakuadhiri. Kama ni wewe imepomolea nyumba na kusomba vitu zako na watoto, utasimama useme ni baraka? Ama utasema hapa na hapo sasa nimeangalia, nimeona shetani. Nikamwambia shida ya watu ni kutojua shetani ni nani na Mungu ni nani. Wakati shetani anafanya kazi na Mungu akifanya kazi ya mwelewi. Mambo mazuri yakicha ni Mungu, mabaya yakicha ni Mungu. So which is which? Ndio sababu hata mwezi simama wakati wa ribifu upo mkakemea mkasema hapa no, tumepinga hili. Mnaendelea mfano ni baraka inafaa inyeshe, kichwa chako si kizuri. Ikunyeshe wewe na watu wako nyumbani na inyeshe nzito.
Kuna ndoto nimeota juzi ya maji mengi, mvua ilikuwa imenyesha. Na hizi ndoto zimejirudia mara ngapi? Mbili. Ya kwanza niliona maji imenyesha mingi na mvua hiyo bado ilikuwa inanyesha. Na mahali ambapo nilipita palikuwa hatari sana, si pa kupita hivi hivi. So nikapita hapo, nikapanda hivi. Kupanda nikaenda kwingine, nikaona jamaa wanakuja na panga, lakini wanakuja vita kwa huo mvua. So wale nilikuwa na wao, mimi sijui kwenye panga zilitokea. Chikuta nina panga na panga zingine na wakawia mpanga. So tukawa kwa vita. Lakini mvua ilikuwa inanyesha wakati huo, inaendelea kunyesha kwenye hizo vita. Na maji imejaa mto, inafurika pupu. Hiyo ikaisha. Juzi nimeota nyingine. Area zote za Westland, hiyo highway yote ilikuwa imejaa maji. So kwenye nilitokea wapi, nikapata taraja nyingine, kataraja kenye kanakuwa kame, yani ni kama mfano kamba imefungwa hapa na hapa kwa mti ndio hii kamba imefungwa hapa, na huo mti umekuja hivi kafunga hapa hivi, alafu imekuja nyuma tena, huo kuna miti nyingine imefungwa the same, alafu hapa katikati imewekwa. So ukitembea unatembea kifanyaje? Sasa ilikuwa ukifanya makosa umeanguka kwa maji uende. So nikafika hapo, nikaona hiyo ndio njia inahitaji nipita hapo. So nikapita hapo, nikasikia mama mmoja anasema umepitaje hapo? So nikapita. Nikakuja nikafika area za Westland, nikaona maji imejaa kote hiyo. Yaani wewe siona lami imefunikwa na maji kila mahali. So uzuri nikaenda sasa, unajua maji kishafunika ujui kwenye shimo iko. So ukitembea ovyo ovyo umeingia shimoni. So nikaangalia nikaona watu, kuna mahali watu wanapita, unaona bila mtu anapita, unaona asami ndani. Nikaona hapo kuna njia. Sasa mimi nikaenda pia nikapita katika hizo area, lakini maji imejaa, maji ni mingi. Sasa kuna area ambazo siko juu, maji imefunika, lakini angalau siko juu, hakuna shimo. Nikapita, nikafikia mama. Ndio nikapata ujumbe nilikwambia. Tuko pamoja. So wakati vitu zinaharibika, unaanza kuniambia mvua ni baraka, wakati mimi tunashangaza. Mvua inaweza nyesha mvua mzuri ambayo inaweza kuleta mazao, si ndio? Kwanza kama Western saa hii mahindi imeanza kutoa zile kusaa. Ikinyesha yeye ujinga hii inafieka yote. Last ilifieka watu wako kupata kitu. Maharagwe ipendi mvua mingi. So wakati tusidhulumiwe hapa na shetani, alafu tunakuja kusema mvua ni baraka. Ikinyesha vizuri itajaa huko. Wakati niwaambia ilijaa mpaka maumau, ilijaa nikaona imeingia kwa kanisa hapo, imefunika choo, inaingia kwa kanisa na manyumba. Kwenye Charles alikuwa anaishi, wale mnajua. Hizo nyumba ziko chini, hizo zote maji ilikuwa ya mto imejaa hivi mpaka imeingia hivi kwa hizo nyumba. Endo watangazie hapo, enda wahubirie injili, waambie mvua ni baraka kutoka kwa Bwana. Na watu wameteseka, vitu zimeharibika. Ni nyumba ngapi saa hii maji imeharibu vitu za watu? Lakini tunasipata mvua ni baraka kwa sababu unaishi mahali pazuri. Tunaomba na kupokea kwamba Bwana anaachilia rehema kwenye taifa. Amen. Glory to God. Sema kwamba Mungu amekubariki sana. Wewe ni mtu wa nguvu, wewe ni mtu wa maana sana. Neema ya Mungu iko juu yako na imekufunika. Licha changamoto na hali ambazo zitatokea, mkono wa Bwana umekulinda. Haleluya. Na nilisema tuombe kwa sababu pia tuombe sana kwa sababu ya mambo ya lockdown na zile nilisa kuweka hapa mask ya. Yaani itakuja mtaanza kuambiwa kunawa nini kitu kiko hapa mlangoni. So ombi langu ni moja kwamba Bwana anatulinda kwa jina la Yesu. Bwana anatulinda kwa jina la Yesu.
Basi wakati wa corona hakuna mtu tulipaki safe maana inaweza kuwa zaidi ya corona. Inakuja. Naambia ukweli, inakuja. We need to pray more. Tusuie na ikija tuwe safe. Amen. Tuwe safe. Kwa Mungu umetulinda. Tuokolewe zote na watoto wetu kwa utukufu wa jina la Bwana. Amen. So na kuombea neema kabisa na nguvu za Mungu kwamba sikufunike na kuweza kukulinda siku zote. Bwana atimiza mahitaji yetu ambayo tuko nayo kanisani na katika familia zetu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu uliye hai, pokea sifa, pokea heshima na utukufu. Asante kwa kila ambacho unafanya katika maisha yetu. Asante kwa kila ambacho unafanya katika huduma. Na kushukuru na hata kukutukuza. Asante maana wewe ni mwaminifu, Mungu mwema. Wewe ni upekee wetu. Tunakutazama wewe uliye hai. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana linaleta matumaini ndani mwetu. Neno ambalo linaleta mwangaza, linaleta uhai. Tunakuadhimisha, tunakutukuza mwana wa Mungu aliye hai. Naomba na kupokea kwamba kila mmoja aliyoko hapa amelindwa na neema ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukasiti kudhihirika na kuonekana. Mahitaji yetu Bwana ikapata kufanikiwa. Dhihirika mfalme Mungu uliye hai, ukatimiza na kuonekana. Tuondoe katika hatari. Tuondoe katika hatari. Mkono wako ukapata kutuepusha na kutulinda katika jina la Yesu Kristo. Mapenzi na makusudi ya kipepo yakapata kuharibiwa sasa hivi katika jina la Yesu. Mipango za ibilisi ndani ya maisha yetu, ndani ya huduma huu, kila ufufio wa kipepo ndani ya maisha, mipango za hatari, mipango miofu, Baba tunafunja na kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Mapenzi na makusudi ya shetani haitasalisha, haitatawala mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Jicho lako Bwana linatazama kila maeneo, linatazama kila maeneo katika huduma katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kupokea kwamba mpango wako mahali hapo utatimia, mapenzi yako yatatimizwa katika jina la Yesu. Baba, ukawape nguvu watumishi wa mahali hapa, wape nguvu kila mmoja wa mahali hapa katika jina la Yesu, nguvu za kushinda, nguvu za kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu aliye hai, Baba asante maana mkono wako unatuokoa kutoka kwa hatari, unatuokoa kutoka kwa mambo mazito ambayo Bwana yanaweza akatushinda. Wewe uko pale kwa ajili ya kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Baba ukatawale, Baba ukaonekane. Dhihirika kwa ajili ya watoto wetu, dhihirika kwa ajili ya ndoa zetu, dhihirika kwa ajili ya kila mmoja aliyoko hapa. Mipango tulio nayo kwa ajili ya huduma inafanikiwa katika jina la Yesu. Kasi ya Mungu inafanikiwa kwenye mikono yetu. Kasi ya Mungu inafanikiwa. Neno la Bwana linapokelewa, linaenea kutoka kwa vinywa vyetu katika jina la Yesu Kristo. Baba ni asante hata leo. Wana ambao watakuja tunawabariki katika jina la Yesu Kristo. Baba pokea sifa, Baba pokea utukufu, uinuliwe, utukuke, utamalaki siku zote katika jina la Yesu. Tunakataa mauti katika familia zetu, tunakataa mauti, roho wa mauti, tunakukataa jina la Yesu. Natangaza uzima na afya katika familia zetu katika jina la Yesu. Familia ambazo tumesaliwa ndani, natangaza uzima, natangaza uzima, naondoa mauti, naachilia uzima katika jina la Yesu Kristo. Mipango za adui nasambaratisha na kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Mipango ambazo ni za mauti, za magonjwa ndani ya familia tulizozaliwa ndani, nakataa kila aina udhaifu, nakataa kila aina manyonge katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kupokea kwamba neno lako linapokelewa, neno lako linapokelewa, uzima unatawala, nuru inatawala katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, Baba ni asante, pokea sifa. Wewe unayetuangazia jua la baraka, ukaonekane tena kwenye mioyo yetu, kaonekane tena kwenye maisha yetu, kaonekane tena kwenye huduma. Pokea sifa siku zote na hata milele katika jina la Yesu. Asante kwa wale ambao umetangulia, wametuhudumia, wamehudumu mahali hapa. Ninawabariki, naomba neema ikadue juu yao. Mkono wako Mungu ukafanye kazi katika maisha yao, ukawainue, ukawapanue
katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai tumeomba na kupokea. Tuseme amen. Tuseme kwamba uwe na amani. Mkono wa Bwana ukasimame na wewe kwa jina la Yesu. Wiki la